Mpenzi mtazamaji, nachukua nafasi hii tena nikiweza kukaribisha katika fundisho la leo ambapo tunaendelea kuangalia mfano wa mpanzi. Nikitumai ya kwamba umeweza kutazama sehemu ya kwanza na ya pili, na leo katika sehemu ya tatu basi tutaendelea kuangalia mbegu zilizoanguka kwa miamba. Kumbuka tumeona ya kwamba fundisho hili ni fundisho ambalo Kristo anatamani tuweze kuelewa mioyo yetu jinsi ilivyo. Tupate kuelewa ya kwamba neno la Mungu ndiyo mbegu. Sehemu inayopandwa ni katika mioyo yetu, na anayepanda ni mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Na kwa hivyo wakati watu unapoona mbegu ya neno la Mungu linakosa kufanya kazi, basi shida haiko katika ile mbegu, wala shida haiko katika yule mpanzi, bali shida iko katika mioyo yetu. Na kwa hivyo katika mfano huu Kristo anataka kutuonesha jinsi mioyo yetu ilivyo, ili baada ya kuelewa tupate kumkimbilia na kumwambia aweze kubadilisha mioyo yetu, maana yeye ndiye aliyetuumba. Hakuna awezaye kubadilisha moyo isipokuwa ni yeye, na moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Kwa hivyo karibuni sana, na ningependa tuweze kufungua kwa ombi ili tupate kuweza kuendelea katika kuangalia mbegu hizi zilizoanguka katika miamba, na Kristo apate kutuongoza katika fundisho. Na tuombe. Mtakatifu Baba uishiye mbinguni, asanti kwa nafasi nyingine umetupatia. Tunapoangazia fundisho hili, naomba uwe pamoja nasi, utuongoze ili tupate kujielewa, na baada ya kujielewa tupate kukimbilia ili upate kubadilisha mioyo yetu. Uwe nasi tunapoangazia mbegu hizi zilizoanguka katika miamba, na ni katika jina tukufu la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Basi karibuni sana wapendwa tena. Kumbuka tunaendelea kuangalia kuhusiana na mfano wa mpanzi, na tuliona ya kwamba huu ndio ulikuwa mfano wa kwanza ambao Kristo aliweza kutoa alipoanza huduma yake ya kuhubiri katika hadharani. Na tuliweza kuona ya kwamba maandiko huwa inaelezea Kristo katika ofisi tatu: ofisi kama nabii, ofisi kama kuhani, na ofisi kama mfalme. Lakini Wayahudi wao walingojea Yesu ambaye ni mfalme. Hawakuelewa ya kwamba ofisi hizi zote tatu Yesu hawezi zichukua kwa wakati mmoja, na alipokuwa anakuja duniani mara ya kwanza alikuja kama nabii ama mpanzi ambaye anabeba neno la Mungu kupanda ndani ya mioyo ya wanadamu. Na baada ya kazi hii Yesu aliporudi mbinguni akaingia katika ofisi yake ya pili ya kuhani mkuu, ofisi ambayo anaendelea nayo hadi siku ya leo. Na atakaporejea mara ya pili, basi atarejea katika ofisi yake ya tatu, yeye kama mfalme. Kwa hivyo katika mfano huu tunaona aina 4 za udongo ambapo mbegu inaanguka, na basi tunaoneshwa hali 4 za vile neno la Mungu linaweza fanya katika moyo wa mwanadamu. Na basi tunapokuwa tukiangalia mbegu hizi zilizoanguka katika miamba, basi tunaangazia moyo wa mwanadamu na vile neno la Mungu linafanya ndani ya moyo huo, ili upate kujielewa, na unapojielewa basi kumwomba Mungu atusaidie na kubadilisha mioyo yetu. Kumbuka mafungu yanayotuelekeza katika fundisho hili ni kitabu cha Mathayo 13 mstari wa kwanza hadi 23, kitabu cha Marko 4 mstari wa kwanza hadi 20, na pia kitabu cha Luka 8 mstari wa kwanza hadi 15, na tunalinganisha na kitabu cha Christ Object Lesson sura yake ni ya 2, ama vielelezo vyake Kristo. Kwa hivyo mbegu zilizoanguka katika miamba, kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 20 na mstari wa 21, maandiko matakatifu yanasema, naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikia lile neno, akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara mtu yule anachukizwa. Kwa hivyo mbegu hizi zilizoanguka katika miamba ni tofauti kidogo na mbegu zilizoanguka kando ya njia, kwa sababu zile mbegu zilizoanguka kando ya njia hazikupata nafasi ya kuweza kuchipuka. Zilikuliwa na ndege, na tuliona ndege ni shetani, na tukaona ya kwamba lile jina ambalo ni wale walisikiao na wasielewe. Tukaona ya kwamba kutokuelewa haimaanishi kutokufahamu kile kimesemwa, lakini ni kutokukubali liingie ndani, ama kutokulikubalia katika moyo wako. Kwa hivyo mbegu hizi ambazo zimeanguka katika miamba na zikachipuka, basi ni watu waliosikia
na wakafahamu neno la Mungu, na hata wakachukua hatua ya kulipokea katika mioyo yao, na hata ile mbegu ikaanza kufanya kazi, na ule uhai ulio ndani ile mbegu ukaanza kujitokeza. Ndiposa tunapatiwa picha ile. Lakini sasa shida ni kwamba ile mbegu hata kama imechipuka na imeanza kumea, basi kwa sababu imeangukia juu ya mwamba ama juu ya mawe, basi kuna udongo mdogo pale na itasababisha ile mbegu kumea. Lakini wakati wote mmea unapoendelea kukua, ndivyo inaendelea kupenyesha mizizi yake ndani zaidi, na vile mmea umepenyesha mizizi ndani zaidi, ndivyo pia inategemea urefu wake kwenda juu zaidi, kwa sababu inapokuwa imepenyesha mizizi vizuri, ndipo inaweza kujikusanyia maji mingi, inaweza jikusanyia madini mingi kutoka kwa mchanga, kuwezesha ule mti kuweza kumea. Lakini shida katika mbegu hizi ni kwamba hazipenyeshi mizizi yake ndani, kwa sababu zinapata kuna mawe pale, na basi ile mawe inazuia mizizi kupenya vizuri. Lakini mkulima hajui hivyo, kwa sababu mizizi imejificha kule chini ndani ya imejificha chini, haionekani. Lakini wakati jua linapotokea, sasa ule mmea unakauka, kwa sababu mizizi haipati maji, haijapenyesha ndani ili kuweza kupata maji hata wakati wa joto. Na basi wakati jua linapotokea, basi ile mmea unakauka na unanyauka. Na Yesu ndipo anasema ya kwamba hawa ni wale ambao wanapokea neno la Mungu kwa ghafla, na mara wanafurahia na wanalipokea, lakini kwa sababu hawana mizizi ndani yake, basi hudumu tu kwa muda mchache, na wakati dhiki ama udhia ama wakati jua kali la mateso linapoibuka, basi mara wale watu wanachukizwa na wanaanguka kutoka kwa safari yao ya Ukristo. Kwa hivyo katika Luka naye anaelezea kwamba ni wale ambao hawajaweza kuhesabu gharama ya Ukristo. Luka anatoa wazo fulani katika Luka 14 mstari wa 28. Anasema ya kwamba wakati wote unapotamani kujenga nyumba, ni vyema unakaa chini unahesabu gharama, ili usije ukaanzisha nyumba alafu ufike katikati ushindwe kumalizia, watu wakaanza kukucheka. Anasema, maana ni nani katika nyinyi kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kuimalizia, asije akashindwa kumaliza baada ya kuupiga msingi. Watu wote wanao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. Kwa hivyo katika safari ya Ukristo ni vyema kuhesabu gharama, usije ukaanza safari ufike katikati ukwame, kwa sababu zile mbegu zilianza safari, ile mbegu ilichipuka na ikaanza safari ya kukua, lakini ilifika mahali ikalemewa na kuendelea na ile safari. Sasa tunaambiwa katika kitabu cha Christ Object Lesson 46 aya ni 4 ya kwamba si kwa sababu wanadamu wanapokea neno la Mungu ghafla, wala si kwa sababu wanaifurahia ndipo inasababisha waanguke. Kukubali neno la Mungu ghafla ni jambo mzuri. Kukubali neno la Mungu kwa haraka ni jambo mzuri, kwa sababu pia si vyema kukawia katika bonde la uamuzi. Kwa hivyo sio hiyo shida, sio hiyo, wala kuanguka kwa watu si kwa sababu walipokea neno kwa haraka. Anaendelea kutuambia, punde Mathayo aliposikia wito wa Mwokozi, ghafla aliamka na akaacha yote na akamfuata. Na punde neno la Mungu linapokuja katika mioyo yetu, basi Mungu anatamani tuweze kuipokea, na ni vyema kuweza kuikubali kwa furaha zaidi. Kwa hivyo hakuna shida katika kukubali neno la Mungu kwa ghafla. Hata Mathayo alipoitwa, yeye hakusita, aliacha vitu zake na akamfuata Yesu Kristo hadi mwisho. Kwa hivyo si vibaya kuweza kumkubali Kristo kwa haraka. Tunaambiwa kuna furaha mbinguni wakati mwenye dhambi mmoja anapotubu, Luka 15 mstari wa 7. Na kuna furaha wakati moyo unapomwamini Yesu Kristo. Lakini sasa tunaambiwa kwamba wale katika mfano huu wanaosemekana kwamba walipokea neno ghafla, basi ni kuhesabu hawakuwa wamehesabu gharama. Hawazingatii ni nini neno la Mungu linahitaji kutoka kwao. Hawaileti kuweza kukabiliana uso na uso na tabia zao za maisha, na ili wapate kujisalimisha kabisa kwa utawala wa lile neno. Kwa sababu wakati neno la Mungu linapokuja kwako, ni vyema kuhesabu gharama, kwa sababu neno la Mungu
ili ulifuate, wakati mwingine itabidi uachane na vitu vingine. Kama vile nilivyokuwa nimesema katika fundisho ambayo yamepita, wakati mwingine itabidi hata uachane na marafiki wengine. Neno la Mungu unapolikubali linaweza unaweza gharamia hata kwa kazi yako. Unaweza gharamia kwa njia nyingi. Kwa hivyo wengi wanapokubali neno la Mungu hawahesabu gharama. Hawaoni ni nini kinahitajika kutoka kwa tabia zao, ni nini wanahitaji waachane nayo, na basi wanataka kuwa na dunia na Kristo kwa wakati mmoja, ambao ni jambo ambao haiwezekani. Kwa hivyo ni vyema wakati neno la Mungu linapokuja, ni vyema kukaa chini na kuhesabu gharama. Na kuona ni nini neno la Mungu linahitaji kutoka kwangu. Ni tabia gani ambayo neno la Mungu linanionyesha kwamba nastahili niachane nayo? Na je, niko tayari kuachana nayo? Na basi wale wanaosemekana katika neno hili wanapokea neno ghafla ama kwa haraka, ni wale ambao wanapokea bila hata kuhesabu gharama inayohitajika kutoka kwao. Basi pia hawa wanafananishwa na watu ambao wanajenga ile nyumba kwa mchanga. Mathayo 7:26 anasema, na kila asikiaye haya maneno yangu asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga ile nyumba, ikaanguka, nalo anguka lake likawa kubwa. Kwa hivyo ni wale ambao hawajahesabu gharama. Wewe unajenga tu, lakini kumbe unajenga juu ya mchanga. Na basi wakati mawimbi yanapokuja, wakati ambapo hakuna shida, wakati hakuna mawimbi, hakuna dhoruba, ile nyumba inaonekana ni mzuri na imesimama. Lakini ile siku ambapo mvua itaanguka, ile siku ambao mawimbi yatakuja, ile siku ambao upepo mkali utavuma, ndipo utajua kweli umuhimu wa kujenga nyumba juu ya neno la Mungu ambao ni Yesu Kristo. Kwa hivyo hesabu gharama katika maisha yako wewe kama Mkristo. Unapoangalia picha ambayo iko pale, tunaona kuna mti na kuna mizizi yake ambayo imepenya ndani ya mchanga. Na mizizi ni vitu ambavyo hawezi kuviona. Kile utaona tu ni miti na majani na matawi na hata matunda. Na basi unapoona mti umejaa majani mengi mazuri mabichi, kijani kibichi, unapoona imetoa matunda mazuri na mengi, basi jua kwamba imepenyesha mizizi ndani sana, hata kama ile mizizi hauioni kwa macho yako. Kwa hivyo pia muunganiko wa roho yako na Kristo hauonekani na wengine, lakini inastahili kuwa. Tunastahili kupenyesha mizizi yetu ndani yake Kristo. Si jambo ambalo kwa nje litaonekana. Yaani uhusiano wangu na Kristo si jambo ambalo nitaona kwa macho, lakini ni jambo ambalo litajidhihirisha kupitia kwa yale matunda ambayo ninazaa. Kwa hivyo ili nizae matunda mazuri, inategemea pia vile mizizi yangu imepenyeshwa ndani yake Yesu Kristo. Tunaambiwa katika kitabu hicho bado cha Christ Object Lesson, ukurasa wa 47 aya ni ya 2, anasema ya kwamba jua kali la msimu wa joto ambalo linatia nguvu na kukomaza na kufanya ile mavuno kuwa magumu, huwa nayo pia inaharibu kile ambacho hakina mizizi ambayo imepenya. Sasa ile jua ambalo huwa inakomesha mazao. Kwa mfano kama uko na ngano ama uko na mahindi shambani, ili ile mahindi ifikie kuvunwa lazima kwanza ikauke. Lazima kwanza jua liwake, likaushe ile mahindi ili uende kuvuna. Lakini hiyo jua ambayo inakausha mahindi ambayo yamekuwa, mahindi ambayo ni mzuri, hiyo jua nayo huwa inaangamiza ama inaharibu chochote ambacho hakijapenyesha mizizi yake vizuri. Ndiposa magugu inaungua na inapotea. Kwa hivyo chochote ambacho hakijapenyesha mizizi huwa jua inaiangamiza. Si kwa sababu jua ni mbaya, kwa sababu hiyo jua inasaidia zile mbegu kukomaa. Lakini hii jua, shida ni kwamba mizizi yako haijapenya ndani, ile jua inakuwa ni kana kwamba inaharibu ule mmea. Si kwamba jua ni mbaya, mmea ndio uko na shida. So tunaambiwa basi yule ambaye hana mizizi ndani yake, basi hudumu tu kwa muda. Na wakati dhiki na mateso inapoibuka kwa sababu ya lile neno, hapo na hapo wanaudhika. Wengi hupokea Injili kama njia ya kuhepa mateso,
badala ya kupokea injili kama njia ya kukombolewa kutoka kwa dhambi. Na hapa ndipo shida kubwa iko, wapendwa watazamaji, ya kwamba wengi wanapopokea injili, wanapokea injili kama njia ya kuondokea mateso katika maisha haya. Mtu anapokea injili ili maisha yangu yaende vizuri, kwa sababu labda aliona mtu mwingine ambaye amepokea injili, maisha yake yakaenda vizuri. Lakini nani alikuambia kwamba kupokea injili lazima mambo yaende vizuri? Sasa wengi kama wale wanapopokea injili kwa njia hiyo, wakati mateso na shida na dhiki zinapoibuka katika maisha yao, basi huwa wanavunjika moyo na wanaondokea, kwa sababu wanaona kana kwamba Mungu amewaacha. Lakini sivyo. Sababu yako ya kumpokea Kristo ni gani? Je, ni ili maisha yako yakuwe mazuri duniani? Ni ili uweze kupata mali? Ni ili uweze kuepukana na shida na dhoruba za dunia hii? Hiyo ndio sababu ya wewe kupokea injili? Ama ni kwa sababu ya kuweza kukombolewa na kuweza kuokolewa kutoka kwa dhambi? Tunaambiwa kwamba basi watu kama hawa hufurahia kwa muda, kwa sababu wanadhania kwamba dini itaweza kuweka huru kutokana na majaribu na ugumu wa maisha. Na ilhali maisha inapoenda vizuri na wao, basi wataonekana wakiwa Wakristo ambao wamesimama. Wakati ambapo hakuna shida, hakuna ukosefu, mambo yote inaenda vizuri, watakuwa ni Wakristo wazuri ambao wamesimama, wamejitolea. Lakini maandiko inasema, lakini huwa wanaanguka chini ya majaribu makali, hawawezi kuvumilia kuteswa kwa ajili ya Kristo. Wakati shida inapotokea, mateso inapoibuka kwa sababu ya neno la Kristo hilo ambalo wameamini, basi wengi huwa wanaanguka, kwa sababu yao ya kumfuata Kristo ilikuwa ni ili maisha yakuwe mazuri. Na hii ndio itafanya Wakristo wengi na waumini wengi katika mateso ambayo yako mbele yetu, wengi wataweza kusaliti imani, kwa sababu wengi walipokea injili kama njia ya kuepusha na shida na dhoruba za maisha haya. Na basi wakati huo ambapo hutaweza kuuza ama kununua, hautaweza kufanya mambo yako, wakati huo ambapo uhuru wako utakuwa umekanyagiliwa chini, basi wengi watasaliti imani kwa sababu ya jua hilo kali la mateso na majaribu ambayo itaweza kumba watu wa Mungu. Tunaambiwa kwamba wakati neno la Mungu linapoashiria dhambi fulani ambayo wanafurahia, ambayo inahitaji kujikana nafsi na kujitoa, basi wanaudhika. Wengi ni Wakristo na wamejaa makanisani kwa sababu dhambi yao haikemewi, yani hawaoneshi ubaya wa dhambi. Kwa hivyo kwao Ukristo itakuwa tu ni mzuri, lakini wakati neno linapolenga dhambi fulani ambayo iko ndani ya maisha yao, basi wanakuazika, wanaona kana kwamba wameingiliwa, na wanaachana na imani na wanaachana na hiyo neno, kwa sababu imeingilia dhambi fulani ambayo walikuwa wanafurahia kuweza kuifanya. Hawa ndio wanaolinganishwa na mbegu zilizoanguka juu ya mwamba. Inasema ya kwamba itawagharimu sana wao kuweza kufanya badiliko katika maisha yao. Wanaangalia hali jinsi ilivyo wakati huu na majaribu, na wanasahau mambo ya umilele. Na kama wale wanafunzi waliomwacha Kristo, basi pia nao wako tayari kusema, hili ni neno ngumu, ni nani awezaye kusikia? Kuna wakati umati ulimfuata Kristo kwa sababu juzi walikuwa wamelishwa mikate 5 na samaki, na wakasikia kwamba wameshiba sana, wakafurahia. Na basi siku iliyofuata umati ulipomrudia Kristo, basi walishangaa Kristo akiwaambia kwamba mimi ndiyo mkate wa uzima, anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu basi atapata uzima wa milele. Wakasema, huyu mtu anatuambia tukule mwili wake, tukunywe damu yake aje? Wengi wakasema hii ni neno ngumu. Na Yesu akageukia wanafunzi wake akauliza, nanyi pia mtaniacha? Kwa hivyo wapendwa, ni sababu gani wewe inakusababisha ufuate Kristo? Ni kwa sababu ya kile ambacho unapata, ama ni kwa sababu ya kumpenda? Ni kwa sababu ya kumpenda na kutamani kukombolewa na kuondolewa kutoka kwa dhambi? Kwa hivyo jua lile kali linalounguza kitu chochote ambacho hakijapenyesha mizizi yake ni yale majaribu makali ambayo yanakumba mwanadamu. Majaribu makali. Basi wapenda, tutakaa ndani ya Yesu kupitia kwa neno lake. Ni aje hii mizizi inapenya ndani? Kwa sababu lazima mizizi yetu ikuwe imepenya ndani yake Kristo. Sasa lazima ikuwe imepenya ndani ya ile mwamba. Shida ya hizi mbegu hata sio kwa sababu ziko juu ya mwamba. Shida ni kwa sababu hazijapenyesha mizizi ndani ya mwamba. Ziko tu juu, haziko ndani.
Kwa hivyo Yesu hataki tu tusimame juu yake, Yesu anataka tuwe ndani yake ili tufaidike. Sasa ni kwa njia ipi ambayo tutakaa ndani yake Yesu Kristo? Kitabu cha Yohana 15 mstari wake ni wa 7. Anasema ya kwamba nyinyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenyu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Kwa hivyo Kristo hukaa ndani yetu kupitia kwa neno lake. Wakati tunapopokea maneno ya Kristo, tunapopokea neno hilo la Kristo, basi Kristo anakaa ndani yetu. Kristo anakaa ndani yetu. Basi tusije tukaongozwa na hisia. Kumbuka tunaendelea kuangalia mbegu zilizoanguka katika miamba. Sasa Roho Nabii inasema jambo lingine la kipekee pale, kitabu cha Testimonies ya 3, nasoma ukurasa wa 111 aya ni ya 2. Anasema kwamba wengine ni kama zile mbegu zilizoanguka katika miamba. Wanapokea chochote ambacho ni kipya na cha kusisimua, na neno la kweli wanalipokea kwa furaha. Okay? Kwa hivyo pia inalinganishwa na watu ambao wako tayari kupokea chochote kipya, chochote ambacho ni cha kusisimua. Kila wakati unatamani jambo mpya katika neno la Mungu ili likusisimue. Lakini mambo ambayo yamekuwepo kwa neno la Mungu yakirudiwa yanakukwaza. Unaona ya kwamba hayanabo, yani hayakusisimui. Lakini kumbuka Petro huwa anasema katika pale kitabu cha Petro, anasema ya kwamba sitakosa kuwakumbusha mambo haya licha ya kwamba mnayajua, ili mpate kudhibitika katika kweli mlio nayo. Kwa hivyo hawa wanapokea jambo lolote mpya na la kusisimua, na neno hilo la kweli wanalipokea kwa furaha. Tunaambiwa wanaongea kwa bidii na kwa kujitolea sana kuhusu imani yao na matumaini yao, na hata wanaweza kutoa makemeo kwa wale ambao wamekuwa katika imani kwa muda mrefu, wanapoona ya kwamba wamekosa kitu fulani ama msisimuko fulani ndani yao. Wanasema nyinyi mmekuwa kwa imani kwa muda mrefu, hamsisimuki kwa neno hili mpya. Lakini tunaambia, lakini watu kama hawa wanapopimwa, basi inadhibitika ya kwamba wanapopimwa kupitia kwa joto la majaribu na shida, wakati kisu kikali cha Mungu kinapokuwa kikitumiwa kwao, basi hawatoi matunda ya ukamilifu. Ile bidii yao inakufa, sauti zao zinakimya, na hawaendelei tena kujipiga kifua kwa ile nguvu na uwezo wa kweli. Kwa maana kundi kama hili linaongozwa na hisia. Kwa hivyo wengi wanapokea injili ambayo inawasisimua. Kwa hivyo imani yao inakuwa imejengwa juu ya hisia, ya kwamba neno la Mungu ndalipima na vile ninasikia vizuri ninapolisikiliza. Kwa hivyo nikisikia kwamba inanisisimua, ninaipokea kwa haraka. Lakini the same word ambayo nilipokea kwa furaha na msisimuko, shida na dhoruba zinapotokea, basi ninasaliti lile neno. Kwa hivyo zile mbegu pia zinalinganishwa na watu ambao imani yao imejengwa juu ya hisia. Lakini wapendwa, imani yetu haijajengwa juu ya hisia. Haimaanishi ikiwa unasikia vibaya ama unasikia umehuzunika, haimaanishi umeondokea imani. Pia haimaanishi wakati umefurahia, wakati umesisimuka, eti uko katika imani. Imani yetu haijajengwa juu ya hisia, imani yetu imejengwa juu ya neno la Mungu. Mwanadamu ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mungu anapokupatia jambo katika neno lake, amini hilo neno hivyo limesema. Haitegemei vile unahisi. Unaweza kuwa unahisi hauna furaha, lakini haimaanishi wewe si mtoto wa Mungu. Na wakati unapokuwa na furaha, haimaanishi wewe ni mtoto wa Mungu. Imani yako haijajengwa juu ya hisia, imani yako imejengwa juu yake neno la Mungu. Na basi hebu tuangalie mfano wake Petro. Hebu tuangalie kidogo mfano wake Petro. Petro, kuna jambo la kipekee sana katika maisha yake Petro. Maana Petro alikuwa ni kama mbegu zimeanguka katika miamba. Kitu chochote Yesu angesema alikuwa analipokea kwa haraka sana na kwa msisimuko, na alikuwa anajiamini sana. Tunaambiwa katika kitabu cha Desire of Ages kurasa 673 aya ni ya 3, anasema ya kwamba wakati Petro alipomwambia Bwana wake kwamba atamfuata hadi gerezani hadi mauti, alimaanisha kila neno.
lakini hakujijua. Petro alikuwa ni mtu wa msisimuko. Yesu akamwambia Petro, unajua nini? Leo hii kama jogoo akiwika mara ya tatu utakuwa umenikana mara tatu. Akasema, haiwezekani hivyo Bwana, mimi ninakupenda na nitakufuata, hata kama ni tufungwe gerezani pamoja, wacha tufungwe. Hata kama ni kufa, tufe pamoja. Na maandiko inasema Petro alipokuwa anamwambia Yesu hivyo, si kujifanya, alimaanisha hivyo. Alikuwa tayari kufa na Yesu Kristo. Lakini Petro hakujielewa. Petro hakuelewa kumbe mizizi yake haijapenya ndani ya Kristo. Kumbe kujipiga kifua ilikuwa tu ni kama mbegu ambayo iko juu ya mwamba na haijapenya ndani ya mwamba. Tunaambiwa ndani ya moyo wake kulikuwa kumefichwa vitu ambavyo, ama kulikuwa kumefichwa maovu ambayo matukio ya maisha ingesababisha ijitokeze. Na isipokuwa angejulishwa kuhusiana na hatari yake, basi maovu haya yaliyo ndani yake yangesababisha yeye kupotea milele. Mwokozi aliona ndani yake hali ya kujipenda, hali ya kujihakikishia, hali ya kuwa na msimamo mkali, hali ya kuweza kujiamini, hali ambayo hata ingeweza kupita upendo wake kwa Kristo. Lakini Petro hakujua haya yako ndani ya moyo wake. Kumbuka, mchanga tunaozungumzia ni hali ya moyo. Kwa hivyo Petro alikuwa ni mtu ambaye alijiamini sana. Petro alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amejitolea sana, alikuwa wa kukimbilia mambo kwa haraka. Lakini kumbe kulikuwa na maovu ambayo yalikuwa yamejificha ndani yake, ndani ya moyo wake, ambayo yangejitokeza tu kupitia kwa matukio ya maisha. Unajua, huwa tunaambiwa it is in crisis that character is revealed. Ya kwamba ni katika shida, ni katika dhiki ndipo tabia huwa inajidhihirisha. Na basi wakati dhiki hiyo ilipotokea, maaskari wamekuja, Yesu ameshikwa, ameenda, amehukumiwa, Petro ndio huyo ameenda, ameulizwa, si wewe uko pamoja na Kristo? Anaanza kukana. Si wewe uko pamoja na Kristo? Anakana. Si wewe uko pamoja na Kristo? Hadi anaapa. Kumbe hakujua kuna maovu yako ndani yake, maovu ambayo ya kujiamini ambapo kungepita upendo wake wa Kristo. Kwa sababu kulingana na COL 412 aya ya kwanza, it is in a crisis that character is revealed. Ni katika shida ndipo tabia huwa inafunuliwa. Tabia ya Petro ilijifunua vizuri wakati wa shida. Akajielewa, kumbe hii neno hiko imepenya ndani yangu vile nilikuwa nadhania. Lakini kumbuka, tuliona ya kwamba moyo huu hata kama uko hivyo unaweza badilika. Na Petro alipojielewa, alijisalimisha kwa Kristo na akampa moyo mpya. Na moyo wake ukabadilika, akawa si mtu wa kujiamini, mtu ambaye amemjenyekea kwa Kristo, ametegemea Kristo kabisa. Mizizi yake ikaanza kupenya ndani yake Kristo. Akamshika Kristo vizuri hadi ilipofika wakati wa kufa kwake, alikuwa tayari kuweka maisha yake chini, kusulubiwa, kichwa chake kimeangalia chini kwa sababu yake Yesu Kristo. Watu wengine ambao huwa wanafananishwa na zile mbegu zilizoanguka juu ya mwamba ni wale wanawali 10 ama wale wanawali 5 wapumbavu. Tunaposoma kisa cha wanawali katika Mathayo 25 mstari wa 1 hadi mstari wake ni wa 13, ambapo walikuwa na mgoja bwana harusi aje harusini, na walikuwa mngoje hali taa zao zikiwa zimewaka. Na basi ilifika wakati bwana harusi alipochelewa, maandiko inasema wote walilala. Lakini usiku wa manane sauti ikasikika, tokeni muende mumlaki bwana harusi. Wakaamka haraka haraka, wakachukua taa zao. Ndipo wapumbavu wakaweza kujua kumbe hatukuwa na mafuta ya akiba. Katika crisis hiyo wakajikuta hawana mafuta. Wakasema, basi wacha tugawieni mafuta yenu. Wale werevu wakasema, hapana, hatuwezi wagawia, maana hatuna ya kutosha kuwagawia. Ikabidi waende kutafuta mahali pa kununua mafuta. Na wakati huo walipokuwa wameenda, basi bwana harusi akaja na wakaweza kuingia katika karamu, nao wakafungiwa nje. Sasa hawa wanawali wakumbavu, katika kitabu cha Christ Object Lesson ukurasa wa 411 aya ya 1 inasema hivi kuwahusu, ya kwamba kundi ambalo linawakilishwa na wanawali wapumbavu si watu unafiki. Ni watu ambao wanapenda kweli, wametangaza ile kweli,
hata wanavutiwa na wale wanaoamini kweli, lakini hawajajisalimisha kuweza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Wanawali wapumbavu si watu ambao walikuwa wamejifanya, ni watu ambao wanajua kweli, ni watu ambao wametangaza kweli, ni watu ambao wanafurahia hata kuwa na watu wanaoamini kweli, lakini shida, hawajajisalimisha kuweza kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Tunaambiwa hawajaanguka juu ya mwamba Yesu Kristo na kukubali asili yao ya zamani kuvunjavunjwa. Kundi hili wanawakilishwa pia na wasikilizaji wanaolinganishwa na mbegu zilizoanguka juu ya mwamba, ambao wanapokea neno kwa ghafla na kwa haraka, lakini wanakosa kuchukua misingi yake na mvuto wake unakuwa si wa kudumu. Kwa hivyo hawajakubali kuanguka juu ya mwamba Yesu Kristo. Hawajakubali asili yao ya zamani ivunjwe. Bado wako na ile hali ya kujiamini, wako na hali ya ubinafsi ndani yao. Wanadhani kusimama kwao ni kwa sababu ya vile walivyo. Hawakumbuki ya kwamba kusimama kwao ni kwa sababu yake Yesu Kristo. Na basi wakati wa shida ndipo mtu anakuja kugundua, kumbe sijapenyesha mizizi yangu ndani yake Kristo. Mpendwa mtazamaji, tafadhali jipeleleze moyo wako. Peleleza uhusiano wako na Kristo. Ni sababu gani unamfuata Yesu Kristo? Je, kila kitu ulicho nacho wakati huu kikaondolewa, bado utamfuata Kristo? Basi peleleza na uchunguze moyo wako. Kwa hivyo mbegu zingine zilianguka katika njia, zingine zikaanguka katika miamba, zingine kwenye miiba na zingine kwenye udongo mzuri. Na maandiko inasema katika Christ Object Lesson 56 aya ya kwanza ya kwamba the wayside, the stony ground, the thorny ground hearers need not remain such. Ya kwamba zile zilizoanguka katika njia, zilizoanguka katika miamba, zilizoanguka katika miiba, hawastahili waendelee kukaa hivyo. Wanaweza badilishwa mioyo yao. Yesu ako na uwezo wa kubadilisha mioyo yetu migumu, ako na uwezo wa kubadilisha mioyo yetu ambayo ya kujiamini, mioyo yetu ya kuwa na hali ya kujiamini na kukuwa na msimamo wetu binafsi. Hali hiyo ya kujiona kwamba tuko na nguvu ya kusimama peke yetu, hali hiyo Petro aliyokuwa nayo ya kujiamini sana, Yesu anaweza badilisha moyo huo na anaweza utengeneza uwe udongo mzuri ambapo utapenyesha mizizi ndani. Maandiko inatuambia katika kitabu hicho cha Christ Object Lesson 48 aya ni ya 3 ya kwamba tumaini pekee la mioyo hii ni kutambua ukweli ya kwamba ni wao kuweza kutambua wenyewe ya kwamba neno la Kristo aliloambia Nikodema ya kwamba lazima uzaliwe mara ya pili, na isipokuwa mwanadamu azaliwe kutoka juu hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa hivyo suluhisho la mbegu hizi zilizoanguka katika miamba ni wazaliwe upya. Suluhisho la Petro ilikuwa ni azaliwe upya. Ndipo Yesu anamwambia wakati utakapoongoka, when thou shall be converted, strengthen thy brethren. Wakati utakapoongoka, basi imarisha ndugu zako. Suluhisho la mbegu hizi zilizoanguka katika miamba si kingine, ni badiliko la moyo, ni uzaliwe upya ndani yake Yesu Kristo. Kwa hivyo mbegu hizi, suluhisho ni kuzaliwa upya. Mbegu zilizoanguka katika njia, tuliona suluhisho ni kuongoka kwa kweli. Sasa mbegu hizi, suluhisho ni kuzaliwa upya. Kuzaliwa upya kwa roho na kwa maji. Na basi tunapomalizia mfano wa mpanzi katika hekalu, kumbuka tuliona ya kwamba hekalu, mbegu zilizoanguka katika njia, tukaona ya kwamba inalinganishwa na kule nje ya lango. Lakini sasa mbegu hizi zilizoanguka katika miamba, basi inaweza linganishwa na ukumbi wa nje wa hekalu. Kwa sababu kile kinahitajika kwa mbegu hizi ni kuzaliwa upya. Na kuzaliwa upya ishara yake ni katika ubatizo, katika bakuli ya maji. Kwa hivyo suluhisho la mioyo hii ni wazaliwe upya. Wakufe utu wa kale, wafufuke na upya wa uzima. Ni utu wao wa kale uteketezwe, wakufe katika madhabahu haya ya kuteketezea wanyama, na wapate maisha mapya yanayolinganishwa na ubatizo ambao kwa hekalu ilikuwa inalengwa na ile bakuli
ya maji. Kwa hivyo Mungu na atusaidie wapendwa, katika safari hii yetu ya Ukristo. Mungu atusaidie tuweze kuzaliwa mara ya pili, tupate mwanzo mpya, tukue watoto wa Mungu halisi waliozaliwa kwa njia ya Roho na pia kupitia kwa maji. Mungu na alibariki neno lake tunapozidi kutafakari mfano huu wa mpanzi. Na tuombe. Mtakatifu Baba uishie mbinguni, asanti kwa kutufunulia mioyo yetu jinsi ilivyo. Sisi ambao tunajiamini sana, sisi ambao tumepokea neno lako kwa haraka na kwa ghafla, kwa msisimuko tumelipokea, lakini tumekosa kupenyesha mizizi yetu ndani yako. Na ndiposa wakati dhoruba inapotokea, wakati mateso yanapotokea, wakati majaribu yanapotokea, wakati tunapoudhiwa kwa sababu ya neno lako, mara tunaanguka na tunakusaliti na tunakuacha na tunakukana kama vile Petro alivyokukana. Lakini umetukumbusha pia ya kwamba hata kama mioyo yetu iko hivyo, hatustahili kuendelea kukaa hivyo. Uko na uwezo wa kubadilisha mioyo yetu. Na basi tunakuja kwako tukiomba ya kwamba utubadilishe. Tuumbie moyo mpya, ewe Yesu Kristo, na utufanye udongo mzuri ambapo mizizi itapenya ndani yako, na ili uhusiano wetu na wewe uweze kuwa imara. Tuzalishe upya, tuzae upya kupitia kwa Roho wako Mtakatifu. Uwe nasi na utuongoze, katika jina tukufu la Kristo tumeomba na kuamini. Amen.